Kwa kipindi cha takriban mwaka mmoja, nchi ya Kenya ilikaa kwenye kibaridi baada ya kutumikia marufuku ya shirikisho la mpira miguu duniani FIFA. Wakati ule aliyekuwa waziri wa michezo Amina Mohamed alikuwa amelivunja shirikisho la kandanda hapa nyumbani kwa madai ya ubadhirifu wa hela, na aliporejea ofisini kazi yake ya kwanza kabisa, waziri wa sasa Ababu na Mwamba aliweka juhudi, akaweka bidii, akahakikisha kwamba tena marufuku ya Kenya yamekwisha kuondolewa. Sasa tangu wakati ule ni mwaka mmoja na zaidi Kenya haijashiriki mechi yoyote ya kimataifa, na mara hii wanakwenda Iran tarehe 28 mwezi huu wa Machi. Wana mechi nzito dhidi ya Iran, mechi ambayo ni ya kimataifa kirafiki, mechi ambayo inatambuliwa na shirikisho la kandanda ulimwenguni FIFA, ambalo linafanya kikao kikubwa kabisa, limekwisha kukifanya na bado kingali kinaendelea katika maeneo ya Kigali, Rwanda. Gianni Infantino mwenyewe yuko pale kama rais na uchaguzi unakuwa unafanyika. Sasa Kenya, kocha mkuu ambaye ni Engineer Firati amesha kuwaita kikosini wachezaji kadhaa zaidi ya 25 kwa ajili ya maandalizi kabambe ya kwenda kukipiga dhidi ya Iran. Kumbuka kwamba Engineer Firati anatokea katika taifa la Uturuki, na mara hii aliwahi kuhudumu kama naibu kocha kule maeneo ya Iran, na mara hii alikuwa na ushawishi mkubwa kuhakikisha kwamba Kenya inakipiga dhidi ya Iran. Awali Kenya ilikuwa imepangwa kucheza na Burundi mechi mbili hapa nyumbani, lakini pote zikatolewa, na sasa ni Iran, nchi ambayo kiukweli iliwahi kushiriki kombe la dunia. Niite mwanaspoti Yoshua Makori, tuende sambamba hadi tamati. Ni Mikikimikiki ambayo imekwisha kuivamia na kuiteka anga rasmi, na mara hii nakwenda sambamba na mchambuzi wa soka Dennis Sampaya. Amekwisha kutenga muda wake, amerejea ndani ya Mikikimikiki, na yeye baada ya kukaa kwenye kibaridi kwa takriban mwaka mmoja kama Harambee Stars walivyokaa nje mwaka mmoja miezi mitatu. Wallahi kwa nje mwaka mmoja miezi mitatu, lakini nashukuru tena kwa nafasi. Nataka tuanze moja kwa moja na limekuwa na swala la upangaji wa matokeo hapa nyumbani. Limetatizwa kabisa shughuli nzima. Mechi ilikuwa imepangwa kwamba matokeo ya kwende vile wawekezaji wanajiita, wanasema mechi kati ya City Stars, Simba wa Nairobi na Sofapaka, na angalia sasa wakanaso watu watatu na tayari wamesha kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 300,000 kila mmoja, wako huru. Swala la upangaji wa matokeo, Sampaio, unalisemaje? Swala la upangaji wa matokeo hapa Kenya limetukandamiza sana. Ukiangalia wachezaji, na shida kubwa nikiangalia mwenyewe ni ile club licensing ambayo tuliignore pale nyuma. Tukifanya club licensing vizuri, tutapata kuwa kila klabu inaeleza vizuri ya kwamba wanatoa wapi hela, wanajipanga aje, wachezaji wao wanalipwa aje. Shida kubwa ni kwa wale wachezaji hawalipwi, hawapati hela. Kwa hivyo kidogo mchezaji kama ana miezi 5-6, City Stars ilikuwa na shida ya kulipa wachezaji. Kwa hivyo miezi kadhaa hawajalipwa. Ukuje waambie kidogo unapewa pesa mzuri, uende fix match, watafix. Kwa hivyo ukifanya club licensing itakuwa vizuri. Pia wanaweza enda hii ligi ya Kenya kama tuna uwezo, kama tutaenda tuweke mikakati iondolewe kwenye betting sites. Ikiondolewa pale hakutakuwa na uwezo wa kubet ama kufix mchezo wote. Kwa hivyo tuondolewe kwenye betting site, club licensing iletwe, na pia tuweke sheria mtu akishikwa anafanywa nini, sababu 300,000 pesa kidogo sana kwa wale ya jamaa. 300,000 ni pesa kidogo sana wao kuachiliwa huru. Na angalia walikuwa maambiwa kwamba wachezaji 7 hivi wa Nairobi City Stars wakaambiwa kwamba watapatiwa shilingi 30,000 mwanzo, alafu wapange matokeo ya kwenda sambamba na kulingana na vile wameambiwa kwamba angalau waruhusu bao moja ndani ya dakika 10 za kwanza, na mwisho waruhusu tena mabao mengine dakika 15 za mwisho, na wakaamua pote haifai. Manake pia huu upangaji wa matokeo unashusha hadhi ya ligi. Unashusha hadhi ya ligi na inaumiza wale ambao wenye hizi timu. Ukiangalia kama chairman wa City Stars Korir na chairman wengine wa timu zingine, wao kuna wale watu ambao akina Shimanyula wamewekeza pesa nyingi kwenye hizi timu. Wametoa pesa zao, wameweka pale, na pia kampuni mingi zimeweka pesa zao pale ili ligi iwe nzuri na ichezwe vizuri. Kwa hivyo ukileta pale kuwe na fixing, ukue mechi zichezwe ambavyo inapaswa, mechi zinapangwa, inaleta shida kubwa. Unapata ile hadhi ya mchezo wenyewe inashuka hapa nchini, wachezaji hataweza kupatikana pale nje. Kwa hiyo hata timu ambayo inashinda, tuseme match zimefixiwa, timu moja imekuwa namba 1 inaenda CAF, inaenda Champions League, ikaenda kule hizi kuwa na matokeo bora. Kwa nini? Kwa sababu ligi yenyewe hadhi yake imeenda chini. Hadhi imeenda chini, na najaribu kuangalia watu ambao wanapanga matokeo. Angalia jamaa anatoka Urusi, Hakiadi mwenyewe. Kumbuka kuna jamaa wa Uganda pia, Bernard, na huyu Mkenya ambaye ni Martin Munga Mtua pia. Angalia wamenaswa watu watatu. Wanatumia kandanda ya Kenya vibaya, na angalia ndio tumetoka kutumikia marufuku ya FIFA. Alafu unajua sio watu wa kwanza kunaswa. Kuna watu kadhaa walinaswa.
Zoo ilikuwa na shida, ndio pale ikateremshwa daraja. Hadi mwisho wa siku imesambaratika. Zoo imeenda chini. Kuna watu wengi sana ambao walipatikana na match fixing, wakifix matches, wameshikwa, lakini bado hakuna jambo limefanywa. Hawajafungwa, wanashikwa kidogo kidogo, wanaachiliwa, wana pesa, wakiitishwa pesa kidogo kama wale ambao waliitishwa 300,000 wanatoa. Kwa hivyo turudi pale kotini, waweke sheria kali ambayo mtu yote atakashikwa akifanya match fixing atafungwa miaka kadhaa, atafanywa nini, ili yoyote yule ambaye anataka kufanya hivyo itakuwa vigumu kwake kufanya hivyo. Pili, tufanye club licensing. Ile ilikuwa kitu mzuri sana kwa timu zetu za hapa Kenya. Fanya licensing, hizi timu zote zitaonyesha kwa ni vipi tutalipa wachezaji wetu, ni vipi timu yetu itaenda mbele. Kumbuka pale nyuma kidogo kuna betting firm ilikuwa ina sponsor FC Leopards na Gor Mahia. Ilifika wakati mpaka wenyewe wanasema sisi tutalipa wachezaji kwa account zao zenyewe, sababu pesa inatolewa haifikii wachezaji. Mchezaji amecheza karibu miezi 3-4 hajalipwa. Ndio juzi kuna mchezaji ambaye alikuwa anacheza Gor Mahia hapo nyuma kitambo, Wellington Ocheng, alienda enda kotini. Basi ya Gor Mahia imechukuliwa. Kwa sasa wana basi. Sijui ataenda uwanjani weekend. Nataka tuangalie kwamba hili swala la match fixing ndio tuliweke pembeni, upangaji wa matokeo, kwamba ni kama kule kudopu pia kutumia dawa marufuku katika riadha. Na nadhani bunge la taifa likichukua hatua moja liweke sheria kubwa kwamba labda ukipatikana kama unatutumua misuli, labda ufungwe maisha. Tuseme kama unapatikana pia unapanga matokeo katika kandanda, pia ufungwe maisha. Labda bunge la taifa litakuwa na msaada mkubwa. Ndio likiweka sheria. Shida kubwa ni hakuna sheria. Hakuna sheria ambayo inasema match fixing ukishikwa unafanya nini. Upatikana una match fixing, nini itafanyika, utapelekwa wapi, tufanywa nini. Wale ambao walipelekwa kotini wiki iliyopita ama ni wiki hii ikianza, walienda katozwa 300,000. Wakati hiyo pesa ni kidogo, lakini ungekuwa na sheria kali, hata wewe mwenyewe mtu akuja kuambia Makori nataka tu fix hii match utaogopa. Lakini kama hakuna sheria kali, utafix, utapewa pesa mzuri milioni na pesa, unaambiwa hata ukishikwa utaenda utozoe pesa kidogo sana ambayo tayari uko nayo. Na tuangalie ushindani wa ligi kuu mara hii, naangalia kwamba Gor Mahia bado wako kwenye hali ya kuendea taji la 20. Wako kileleni, angalia alama ni 41. Gor Mahia wako vizuri. Wamemwacha KCB na pointi 5. Saa 9 leo wanacheza na KCB. Kwa hivyo wakishinda KCB itakuwa ni pale pointi 8. Wana miaka kadhaa hawajajipata kwa sababu Tusker wamekuwa kishinda mara kadhaa ikifuatana. Kwa hivyo Gor Mahia wana nafasi nzuri na wana kocha mzuri, kwa sababu ukiangalia Gor Mahia miaka miwili iliyopita hawajakuwa na uwezo wa kusajili wachezaji wapya. Kwa hivyo inamaanisha wamekuwa kucheza wachezaji wao kwenye youth team. Inamaanisha scouting yao na youth team yao ni nzuri, structure zao ni nzuri, ndio maana wana uwezo wa kuwa pale juu kushinda. Lakini pia nitamuongelea kijana Omala. Omala amecheza kwenye ligi kwa muda sasa, kwenye ubora angalia amepachika kimiani mabao 19 mechi 19. Ana uwezo wa kuwapita kina Ocheng ambao walifunga bao 26 kwa msimu. Kwa hivyo ana uwezo ambao kisha kidogo afike pale. Kwa hivyo kuna kijana ambaye anajituma, miaka kidogo ako sawa na ana uwezo wa kusaidia Gor Mahia kushinda taji. Na naangalia kwamba Mathare United wamejitoka kule chini. Bob Mundro ni jamaa ambaye ana akili sana. Kweli. Na ndio wameshinda Gor Mahia, wameshinda FC Leopards, walimpiga kidani City Stars. Wanakuja kwa uzuri. Mathare United wakati ambao tulikuwa tumepigwa marufuku na FIFA, walisema wao wachezi kwenye ligi. Na Bob Mundro aliangalia mahesabu yake vizuri. Akasema hii ligi haijasanctioniwa na FIFA wala CAF. Kwa hivyo hata tukisha kucheza hakuna kitu kitafanyika. Walisema wachezi, wakashushwa na kiateka, lakini bado wako kwa ligi. Lakini walirejea kwa sababu ile haikuwa grounds ya kuwapeleka chini. Na sasa walipoenda pale chini, Bob Mundro akachukua akatengeneza team tena. Akatengeneza vizuri. Wakikuja hapa juu, hana anything to lose. Tayari walikuwa washateremshwa. Kwa hivyo nao nicheza, tufurahie, wakamleta mchezaji kama Cheche Ocheng ambaye ana uzoefu kwenye KPL. Na hizo ni vitu ambazo zinawasaidia sasa, na sioni huu msimu kama wataenda chini. Kweli. Nataka tuingie moja kwa moja kwa Harambee Stars. Wamekuwa katika hali ambayo ni ya kibaridi kwa kipindi kirefu, na iwapo wataifunga timu ya Iran ambayo nadhani imeorodheshwa katika nafasi ya 24 ulimwenguni. Angalia mechi ambayo inakuja, ni mechi aina gani kwa Kenya na ina faida gani? Kufunga Iran itakuwa vizuri. Kule tutakota kama 5-6. Kumbuka Iran walikuwa wameenda kombe la dunia, walimpiga Uruguay, wana mikakati mizuri, wamepanga vizuri. Nasema hii tumesaidiwa sana na Engine Firat kupata ile mechi ya kirafiki. Ukilinganisha Iran na Burundi, mechi ya Iran ni nzuri sana kwa sababu Burundi wameorodheshwa namba 141 kwenye FIFA. Iran 24 wako mbele, wako vizuri. Kwa hivyo tukiza nao kujipima nao vizuri, tutafai tucheze mechi za kirafiki na timu ambazo ziko mbele yetu ili tuweze kufika pale. Tucheze ambazo ziko chini yetu, basi itabaki kuwa hapa. Kwa hivyo mechi zote zinakuja za kirafiki, tucheze na timu ambazo ziko mbele yetu, timu ambazo zitatupa challenge, na ni wakati mzuri pia Firat ajaribu wachezaji wadogo. Kwa sababu sasa ukiangalia unaenda wachezaji ambao pia umri umesonga sana. Na namshukuru alimwacha Victor Wanyama ambaye ni mchezaji mzuri, anacheza sana. Alimwacha
Josh Onyango ambaye anacheza Simba, aleta wachezaji kadhaa ili alete wachezaji wadogo, sababu sasa tunatengeneza timu ya miaka 5 ijayo. Kwa sasa hatuwezi tusijidanganye tutashinda mechi mingi. Kwa sasa ni wakati ambao atengeneze timu, apate wachezaji miaka 20, 21, 22, 3, 4 kina Omala. Na pia anaweza gel na wachezaji kama Olunga, kwa sababu Olunga na Omala kiza pamoja, Omala ana mambo mingi ya kusoma kutoka kwa Olunga. Omala mwenyewe nimesikia tetesi kwa anaweza kuwa anaelekea Orlando Pirates. Hicho jambo nzuri. Akicheza pale Iran, akicheza nje, timu nyingi zinaweza muona na zinaweza na wachezaji wengi. Kwa hivyo mechi zijazo kocha ajaribu kidogo, atafute wachezaji wenye miaka kidogo ambao hawajacheza sana, ambao wanatafuta uzoefu ili atengeneze timu ya miaka 5 ijayo. Miaka 5 ijayo, na anajaribu kuangalia kule mbele, amemuita Olunga, anaangalia Machapo yuko Omala. Nadhani mbali na kumtegemea Michael Engineer Olunga, mara hii tunaweza kuwategemea wachezaji kama Omala, tumtegemee Machapo kwa sababu wanafunga katika ligi kuu. Angalia Machapo amefunga mabao 15 katika mechi yao dhidi ya Nzoia, pia alifunga bao lake la 15, Omala 19. Inaonyesha kwa kiasi fulani washambuliaji wanaanza kuibukia. Ndio wanaanza kuibukia, lakini angalia Machapo kidogo amecheza nje ya Kenya, Omala bado hajacheza nje ya Kenya. Olunga amecheza nje ya Kenya kwa muda mrefu. Kwa hiyo zisha wachezaji watatu, sidhani ataanzisha wote watatu pamoja, ataanzisha labda wawili. Masud Juma pia amerudi. Wachezaji ambao wanaweza kufunga mabao. Na ni wakati ambao wanajela wadogo na wakubwa. Atafute wale wadogo na wakubwa ambao wamecheza sana wasaidia wengine. Olunga ameonyesha anaweza funga mabao, ana mabao mingi. Omala ndio bado anaingia kwenye timu. Machapo amekuwa pale kwa muda mrefu na pia KPL anaonyeshana ana uwezo wa kufunga mabao. Kwa hivyo pale mbele hatuna shida ya kufunga mabao. Shida inaweza kuwa labda katikati hapo kidogo, sababu ulimuona alimwacha Eric Joana, alimwacha Victor Wanyama. Kwa hivyo inaweza kuwa shida kidogo kupata mabao pale mbele. Ndio tuna wachezaji wanaweza funga, lakini mpira unaanza nyuma ukienda mbele. Tukiweza hapa nyuma tucheze vizuri na katikati, basi tutaweza kufunga mabao. Lakini kwa na washambuliaji wazuri, naona viungo vya kati wazuri, basi itakuwa shida. Itakuwa shida. Na nataka tuangalie upande wa makipa, na amemuita kwa mara ya nyingine Patrick Matasi. Na Matasi ameondoka Tusker ambapo alishinda taji la Kiateka ambalo likafutiliwa mbali mwisho wa siku, na amekuja kwa Kenya Police na hajashuka uwanjani hata mechi moja akiwa na Kenya Police, na mara hii ameisha kuitwa na ni dhahiri kwamba ataanza michumani. Unamzungumziaje Patrick Matasi, na amekuwa St. George's Ethiopia? Amuita Matasi, amuita Ian Odhiambo. Ningefurahia sana kama angemuita Gad Matthews, kwa sababu Gad Matthews ula Gor Mahia amejionyesha ni mchezaji mzuri. Kidogo kwa maoni yangu nadhani Matasi ameenda kule kwa sababu retirement iko karibu. Na wachezaji wengi wanaenda Kenya Police kwa sababu jua tayari ukimaliza kucheza basi utapata kibarua. Wewe unakuwa fande, unakuwa unaishi vizuri. Mwisho wa siku ni hela. Lakini akimaliza pale Tusker miaka 35 hivi imeisha, basi aende mtaani kutafuta. Lakini Kenya Police kuna uwezekano anaweza pata kazi. Na hiyo ndio hilo ndio jambo wachezaji wengi ambao wanakuja Kenya Police wanakuja kufanya. Kina Abud Omar, miaka imesonga, ni mchezaji mzuri. Lakini sidhani bado ana ile kasi yake alikuwa nayo yule beki wa kupanda na kushuka. Kwa sasa inaweza kuwa imeshuka kidogo. Kwa hivyo mkuja pale asaidie Police angalau apate kikombe miaka 2 mmoja ijayo, aende astaafu, apewe kazi atulie. Na umemzungumzia Abud Omar, beki wa pembeni kushoto, na angalia amekuwa katika klabu ya AEL ya Ugiriki na amekaa katika kipindi ambacho mishahara yake haikuwa inatoka, kayari kuondoka. Amekaa kwenye mazingira ambayo hachezi na amekuja Kenya Police na ameshuka uwanjani, na alitoa mchango mkubwa Kenya ikishiriki kombe la mataifa Afrika kule Cairo, Misri mwaka 2019. Safu ya nyuma mwanzo unaionaje? Abud anaweza kuwa hajacheza kwa muda mrefu, lakini mchezaji mzuri, hatuwezi mnyang'anya hilo. Ukiangalia kidogo pia hapa kando Tanzania, Adela Mruch alimuita Faisal Toto, mchezaji ambaye hajacheza miezi 6-7, lakini mchezaji mzuri. Amekuwa akipiga mazoezi sawa na Abud Omar. Kwa hivyo akiingia kuna uwezo, anaweza vizuri, kuna uwezo pale, anaweza saidia timu. Safu ya nyuma kuna David Cheche Ocheng ambaye sasa anacheza Mathare United, kuna Abud Omar, kuna wachezaji wazuri ambao tunakisia watasaidia timu kwenda mbele. Hawajacheza kwa muda mrefu. Kwa hivyo wanahitaji time ya kujel na kurudi vizuri na kucheza pamoja. Nataka tuangalie ligi ya Europa ambayo Arsenal kwa kweli mwanzo tuwagusie, maana ni maasimu wenyu Man United. Wameondoka katika ligi ya Europa na wametolewa na Sporting ya kule Ureno, na angalia ni kama wamekubali kwamba tuondoke hapa tupiganie taji la ligi kuu. Hapa chini nikizungumza na Lofty aliniambia hakuna ambaye siku yote anataka kushindwa. Hakuna mtu yote ambaye anakubali kushindwa wakati wote. Ndio wachambuzi wanasema ni vizuri kwa Arsenal alipoteza kwa sababu sasa wataweka ile focus yao, concentration yao yote kwenye ligi ya Uingereza. Ni vizuri kwa sababu ukiangalia timu kama United
baada ya siku 3 wanacheza mechi, baada ya siku 3 wanacheza mechi, pata wachezaji wamechoka, wana injuries, na watapatikana tena wapigwe zile saba ambazo walipigwa juzi. Kwa hiyo ni vizuri kwa Arsenal walitoka kwa sababu wata concentrate mechi ya mandugu wa Manchester United. Una wakati wake, na hili ndio kombe ambalo limemtoka kwa muda mrefu hajapata. Ameng'ang'ana sana akiwa na Man City, anataka City wapate la inaweza kuwa msimu mzuri wao kupata, lakini sasa ndio tunaomba mechi ambazo zinakuja Chelsea wapatane na Real. Itakuwa mechi nzito kweli. Draw yafanywa leo. Lakini ukiangalia pia ni kama Pep Guardiola amekubali kwamba lile taji la ligi kuu kwa vyovyote linaweza kwenda Arsenal, na ingekuwa vizuri kama wangeshinda taji la ligi ya mabingwa Ulaya mara hii, angalau kwa mara ya kwanza katika historia yao, na labda hilo ndio taji anaweza akashinda na akaondoka kule Etihad. Tayari ana ligi, alishinda ligi Uingereza mara kadhaa, lakini Guardiola si mtu ambaye anataka kuachilia. Ndio anataka Champions League, imemtoka mara kadhaa, lakini sidhani bado yuko tayari kuachilia ligi Uingereza. Ukiangalia mbavyo wanaomekuwa kucheza, pointi ni 5 ambazo amechana nazo, sio nyingi. Arsenal watoke sare mara 2, ashinde mara 2, ndio hivyo. Na ukiangalia bado wajacheza mechi ya pili Arsenal na Man City. Kwa hivyo kuna uwezekano sidhani ataachilia. Na misimu iliyopita kadhaa, kuna wakati ambao Liverpool walipoteza mechi moja msimu mzima, lakini Man City walishinda ligi. Pale ile run ya mwisho, ile mechi za mwisho 5-10 Man City hawaachilie. Kwa hivyo msimu huu pia Arsenal wakosa kujipanga, basi Man City wanaweza pita nalo tena. Tukusie timu ambayo mara nyingi inadaiwa kuwa timu ya ofisi katika ligi ya mabingwa Ulaya. Hawa ni Real Madrid. Na mara hii pia wamesonga hatua muhimu. Angalia wameingia katika robo finali, wameitema Liverpool. Real Madrid unaizungumziaje? Real Madrid wana uzoefu wa Champions League. Wameshinda mara mingi, mara kadhaa, mara 3 ikifuatana. Msimu uliopita walishinda. Kwa hivyo kuna ile pia, wajua leo ukizoea kama watu wa boxing wengine, umezoea mtu kila siku kupigana naye unampiga. Ukienda kwenye ile game tayari unaenda ukiwa na moral, unaenda ukijua hii inaweza shinda. Kwa hivyo wakati wote Real Madrid wanaingia Champions League, moral yao iko juu kuliko timu zingine zote. Kwa hivyo kuna uwezekano wao tena kwenda na kuchukua tena. Bingwa mara 13, nadhani kama wanaendea taji lao la 14 mara hii. Ndio, lakini kuna upinzani mkubwa, kuna Man City, kuna Napoli ambao ni moto Napoli tayari wamejitangaza kwamba ni mabingwa tayari katika ligi kuu ya Italia Serie A. Ndio, na sasa wanachezaji wazuri, Osimhen ambaye anafunga mabao, wako pale pia, wana hiyo morali ya nyumbani, tumeshinda taji, tuweza endea hili pia. Imekuwa muda mrefu hawajafika hatua ya mbali kwenye Champions League. Kwa hivyo huu ndio msimu ambao wanaweza jaribu, kwa sababu ukiangalia msimu ujao, kwa maoni yangu watapoteza wachezaji wengi. Osimhen anaweza ondoka aje Uingereza ama ende mahali pengine. Wachezaji kadhaa ambao ni wazuri, kuna uwezekano wanaweza ondoka sababu ya mishahara mikubwa, sababu kucheza ligi ambayo ina hadhi kubwa kidogo kuliko yao, wanaweza ondoka. Kwa hivyo kocha na management wajaribu wakati huu ambao wana nafasi, basi wachukue ligi kubwa ya Europa kabisa. Na nadhani tumepiga 2-3 angalau kwa heshima kubwa ya kuwahi Mikikimikiki. Siku nyingine tena tufanikisha, au sio? Nashukuru. Kauli ya mwisho. Kauli yangu ya mwisho ilikuwa natumai United bado wako kwenye mashindano ya ligi kuu ya Uingereza. Kwa hivyo msiwakate off mapema. United bado wanaweza kuendea taji. Hawa toka, unajua ndio timu ambayo tayari bado wangu mtegi akikusikia ukisema hivyo anafurahi kweli. Ndio timu tayari, ndio timu bado hadi kwa sasa wanacheza competition zote 4. Wameshinda moja, hizo zingine 3 zote wako. FA Cup wanaingia robo finali. Europa jana wameingia robo finali. Ukiangalia ligi wako namba 3. Wana uwezekano mkubwa sana wao kujaribu tu kuingia. Hapo kwa kujaribu ndio muhimu. Asante sana Sampaio, na siku nyingine tena uje tufanikisha, au sio? Nashukuru. Sasa kwa sasa nataka nikupeleke moja kwa moja hadi kule maeneo ya Voi, kaunti ya Taita Taveta. Billy Otieno yuko pale, yanafanyika mashindano ya mbio za magari ambayo yanafahamika kama Equator Rally. Ndio mwanzo tu yakifanyika, ndio yale makubwa ya Safari Rally yanakuja baadaye mwezi wa 6. Billy Otieno, kama unaniwahi, nini kinafanyika kwa sasa? Naam, shukran kabisa mwana spoti, na niko hapa katika hoteli ya kifahari ya Voi Wildlife Lodge ambapo shughuli za matayarisho ya mashindano ya magari hapa nchini itakuwa kiendelea. Hii ni mashindano almaarufu Equatorial Equator Rally ambayo imewaleta madereva kutoka nchi tofauti tofauti ikiwemo Uganda. Wameweza kufika hapa katika eneo la kaunti ya Taita Taveta kuweza kumenyana na madereva wengine katika mashindano haya ambayo yatakuwa kifanyika hapo kesho. Vile vile tumeweza kuona madereva tofauti, madereva kadha wa kadha, wengine wakongwe kama vile Ian Duncan ambao wameweza
wameweza kufika hapa leo, na awali kulikuwa na shughuli ya tasema kwa kimombo flagging off ambayo ilikuwa ikiendelea hapa, na gavana wa kaunti hii ya Taita Taveta Andrew Mwadime alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wakishuhudia shughuli hiyo, na nitakuwa nikizungumza tu na baadhi ya wale waandalizi ambao wako hapa waweze kutuelezea ni nini ambayo inaendelea siku hii ya leo na ni yapi ambayo tunatarajia siku ya kesho. Taanza moja kwa moja na waziri wa hii county. Kama utakuja kwa karibu uweze tuelezea, leo uko na wageni hapa katika county ya Taita Taveta. Shughuli hii ya mashindano ya magari inamaanisha nini kwako? Je, tunatarajia labda kuwe na uchumi ambao utaweza kuimarika baada ya mchezo huu? Labda karibu katika NTV, anza kwa majina yako. Ndio, asante sana. Kwa majina ni Shedrack Mutungi, ni waziri wa michezo katika hii kaunti ya Taita Taveta. Katika hii michezo ambao ni tunaita ni safari rally, michezo ya ukimbiaji wa magari, kama kaunti ya Taita Taveta tunashukuru sana kwa waandalizi ambao wamefikiria ni vizuri kuilete huku, ambao imeanza hapa leo Voi Wildlife Lodge na itakuwa ikifanyika kule Taita Estate Mwatate. Na kwetu kama kaunti na wakaaji wa Taita Taveta tunaona ni ya faida sana. Hata wale wafanyi biashara wadogo na hata wale wenye mahoteli, wale wenye guest rooms na wale wengine wanafanya mambo makubwa, wao pia watapata hela katika hizi siku 3 hii michezo inafanyika hapa Taita Taveta. Tunafurahi, na ndio sababu hata wale waandalizi ambao tumekuwa nao pamoja na gavana tumekubaliana Taita Taveta iko tayari sasa kuja kuleta ile safari rally. Sasa ile kubwa iletwe Taita Taveta. Ndio hiyo tumekubaliana. Labda moja kwa moja alafu kwa mbio tu niweze kumkaribisha pia, huyu ni mwakilishi wadi wa eneo gani lile? Eneo la Kaloleni. Karibu katika NTV. Sasa leo hii mko na wageni ambao watakuwa hapa kaunti ya Taita Taveta kwa takriban siku 3. Tuelezee kwa ufupi, labda tuelezee ina umuhimu gani kwako wewe? Asante sana Bill. Kwa majina naitwa Azardin RMC hapa Kaloleni Ward. Hii mashindano ya magari ya leo ya Equator Rally ni mashindano makubwa sana ndani ya Afrika nzima, kwa sababu ni round 2 ya African Rally Championships. Ndio tuna bahati kubwa sana tumeweza kuihost sisi kama Taita Taveta County. Kwanza ningependa kutoa shukrani kwa event director na timu yote na serikali kuu kwa kuingilia kati mashindano yetu yaweze kuwa yanafanyika, kwa sababu kwa tunayapoteza. Pili, pia hii ni curtain raiser ya WRC Safari Rally ambayo itakuwa mwezi wa 6. So penipo tutapatia pongezi serikali kuu ya Kenya kwa kuweza kuhosti kwa mara ya 3 ndani ya Kenya. Lakini pili, pia tunajua ile manufaa tunaleta na Taita Taveta County. Tourism imekuwa juu, mahotels yamejaa, vyakula kila mahali, tutakuwa na biashara zinapanua biashara kila mahali. Na pia is a good marketing place ya kumarket Taita Taveta kama tourist place na Taita ndani ya Kenya hii leo. Na shukrani kabisa. Labda dakika moja nizungumze tu na mwandalizi wa michezo hii kabla tujaenda katika mapumziko. Tuelezee kwa haraka hii eneo ni eneo linajulikana kama eneo tasema semi arid kwa lugha ya Kimombo. Magari ya mara kwa mara tukiangalia katika mashindano haya, magari yanaweza kuanguka, mengine yanaharibika. Labda mmejitayarisha vipi? Moja kwa moja. Vile tumejitayarisha ni tuko na ambulance kwa stage zote, na tuko na helicopter yenye itaingia in case kuna shida pale yote. Tuko na madaktari hapo on the ground wako hapo, na tuko na watu wanaitwa technical intervention vehicles. So how in case gari kianguka wanaenda ndani na wanajaribu kuokoa madereva kama wameumia ama kitu yote kama hiyo. Naam, shukran kabisa. Ni hayo tu umeweza kusikia kutoka kwa waandalizi na pia wale tutasema ni viongozi wa kaunti hii ya Taita Taveta, na atakuwa tukichukua mapumziko mafupi, alafu mwenzangu Yoshua Makori atakuwa anarudi baada ya muda mfupi katika studio zetu hapo Nairobi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now we combine hapo, jab, 2, ting, ting, then bam. 1, 2, ting, ting, then bam. Push up, ready, 1, 2, 1, 2,
1, 2. Kiukweli ni Mikikimikiki sehemu ya pili, sehemu ambayo kiukweli mara hii inatembea ulimwengu wa kickboxing. Yaani Kiswahilisha ni kama kikindondi, lakini kiukweli ni kickboxing ambao leo hii ndio wanatesa hapa. Tayari wameshapanda ndani ya NTV Mikikimikiki leo hii, ikiwa kwamba wachezaji ama mabondia wamekwisha kufanya heka na mikakati kabambe kuhakikisha kwamba wanafika hapa, ingawaje wana shughuli nyingi, maana pia kickboxing ina changamoto za hapa na pale, na kumbuka kwamba nakwenda sambamba kabisa na katibu mkuu wa shirikisho la kickboxing hapa nyumbani ambaye ni Willy Ng'ang'a. Angalau atuambie mawili matatu mwanzo. Karibu sana kwa Mikikimikiki. Asante sana Makori. Ni vizuri at least kuwa na kickboxing imeweza kuwakilishwa Kenya. Imekuwa kweli na changamoto nyingi, lakini pia ni vizuri kuweza kuwa na wachezaji wenye wamejitolea kuweza kuendeleza huu mchezo Kenya. Na kwa kweli Kenya wameweza kusambazwa sehemu nyingi, kunao kutoka sehemu tofauti za nchi, tukianzia pwani kwenda mpaka upande wa Nakuru, Central na Nairobi. Hata ingawa Nairobi ndio tumeweza kushika sana. Willy, ukiangalia huu mchezo wa kickboxing ni mchezo upi? Manake watu wanaona mwisho ni boxing, lakini kick ndio nini maana yake kijumla? Mchezo wa kickboxing vile umetaja Makori ni mchezo wa mkono na miguu. So kickboxing inakuwa ni unaweza kutumia miguu kwa tekniki zote na kuweza kutumia pia mikono pamoja na sehemu zingine za mwili. Kuna kama goti pia inatumika kwa style nyingine tofauti ya kickboxing. Kuna elbows inatumika, kuna miereka inatumika pia. So kuna styles 7 tofauti za kickboxing. Kenya tumeweza kujulikana sana kwa mchezo unaitwa full contact kickboxing. Na tumeweza kufanya pia ile wanaita K1, wanatumia elbows na goti pia. So kickboxing ni mchezo umeanzishwa Kenya kitu kama miaka 15 hivi imepita. Tuliweza kuanzisha huu mchezo na wachezaji wa boxing na wengine wa taekwondo, karate, judo, tukachanganya sasa ukawa ni kickboxing. But kwa mchezo wenyewe umeweza kuwa kuanzishwa kutoka kule Amerika, na wale walikuja kutufunza sisi hapa kickboxing walikuwa ni world champion kutoka upande ule. So tukaweza kushikilia na tumeweza kusambaza sasa kwa wachezaji wengine hapa Kenya. Nini tofauti na ile ndondi ya kawaida? Kwa kweli kama jina kickboxing, wachezaji wa ndondi ya kawaida watumii miguu. So miguu yao hawatumii kufanya any of the attacks, but kwa kickboxing wanatumia mikono na miguu. Vile wanafanya sasa, utaona jamaa wangu anatupa mikono hapo, kuna ndondi sasa hiyo na kuna kicks hapo. Ndio combination yake inakuwa ni kickboxing. Ndio sasa mtu anapataje alama? Alama ziko kwa kupiga sehemu tofauti za mwili. Kickboxing imejulikana kwa kupiga kichwa ngumi iko na pointi zake. Kupiga kichwa teke iko na pointi zake tofauti. Kuna kupiga sehemu zingine za mwili pia iko na pointi zake, na kuna kuangusha, kuweka mtu chini. Alafu kuna style zingine pia tofauti za unashika una lock mwenzako hapo chini to submission. Ile hawezi amuka, so ni kutap ndio anakuwa ametoka. So ni mchezo unatumika pia sio kwa competition peke yake, but pia kwa self defense, na ndio maana tumeweza kusambaza pia sehemu nyingi tofauti za nchi, including kama kwa wanajeshi, tuko nao kwa polisi, so wanazitumia ile bunduki inaweza kuweza kufanya kazi. Unajilinda sasa na mwili wako tu. Mwili wako ndio unakusaidia. Ndio raha. Sasa ndo nataka nielewe, bado mnatumia ulingo kama ule wa ndondi? Yes, exactly. So kickboxing ni full boxing na full kicking. Kwa hivyo hakuna ule tunatumia bado ile jukwaa, kama zatumia majina kama jukwaa, ile ring ya boxing ni ile tu. Ni ile ya boxing. Marefa ni wale tu, kuna tofauti. Marefa kuna tofauti kubwa kabisa. Manake refa wa boxing kuna vile hata jua mchezo unafaa kusimamishwa wakati gani, na wa kickboxing wametrainiwa kuweza kufanya kusoma ule mchezo na kuangalia kule mchezaji. Manake kwa kickboxing vile nimesema sehemu hizo nyingi tofauti, kuna vile mwingine ni very rough,
So wengine waweze cheza kama full contact K1. Maana ile unatumia sehemu nyingi tofauti zenye hazijafunikwa. Kama sasa ukiangalia wachezaji wako na gloves. So kwa ile competition wanakuwa wamevaa inaitwa headgear, kuna gloves hivi, kuna wengine wanavaa mpaka chest protector na ile foot pad. Lakini kama sasa hao unapata ni glove peke yake. Yes. Kwa hiyo vifaa ni tofauti pia yani. Vifaa ni tofauti kabisa kulingana na kila mchezo wa kickboxing. Zote ni categories tofauti. Na changamoto gani unapitia? Changamoto ni nyingi sana, nafikiri pia zinafanana kwa kila sport. Nyingi kama wachezaji wangu hapa, wengi unapata hawana ruhusa kutoka kazini, so lazima mtu afanye kazi tofauti. Kama leo umeniambia mahangaika ndo mwai. Wengine wetu hapa kusema ukweli lazima utafutie mpaka ile bus fare. Walai. Ya kuja kufanya kama a display hapa. Labda Wizara ya Michezo inawasaidiaje? Kwa kweli tunafurahia sana tuseme serikali mpya, wizara mpya, waziri pia, na tuko na hope sana wataweza kusaidia michezo yote. Manake wamefungua ile wizara ya michezo, so it's an open door policy, na tunatarajia tutaweza kusaidika zaidi. Kwa tuseme Waziri Ababu Namwamba ni mtu ambaye anajali kila aina ya spoti. Yes, naweza mpatia so much credit for now. Manake zile hata mikutano tunaweza kuenda, wanataka kuwe kuna ile transparency. Manake I think kuna zile michezo pia zimeweza kufungia michezo mingine kwa sababu hiyo transparency. So kama kickboxing tukienda nasema unataka usaidizi fulani, inakuwa kuna wale walifungia. Na sasa tunashukuru waziri pia, manake tunaona anasikiza. Na labda mashindano yepi mnashiriki, na labda hii kickboxing iko katika Olimpiki, iko mashindano yepi makubwa ya ulimwengu? Vizuri sana Makori, manake kama sasa mwaka ujao kuna Olimpiki ya kickboxing. Itakuwa ni the first Olympics ya kickboxing. Iko kivyake kabisa. Iko kivyake. Haiko katika ile Olimpiki kubwa, iko na michezo mingi. Actually iko kwa michezo mingi. Basi sasa vile wanafanya, wamechagua teams kidogo kutoka Afrika, Europe, South America waweze kuwakilisha kwa huo mchezo. So unfortunately Kenya tutaweza kwenda kwa Olympics this time around, manake walichagua watu wachache. So like in Africa kuna South Africa wamechukuliwa, kuna Egypt wamechukuliwa. So it's only about 3 countries in Africa. But then hiyo ni ile mchezo kubwa kabisa. So kuna mchezo mwingine wa African Championship tulikuwa tumeweza kuwakilisha. Tumecheza All African Games. Isipokuwa tulicheza tu mchezo mmoja. Coach mmoja mwenye yuko hapa alikuwa one of the participants wa All African Games na aliweza kuja na bronze medal. Huyu anaitwa Coach Jared. Ni coach pia kutoka Ruai Kickboxing Club. So yeye ni mmoja wao, na wengine pia tuliweza kuja na at least medali 4, bronze zote 3, bronze zote 4, na kulikuwa pia na wanawake pia wametuwakilisha kwa ule mchezo. Unfortunately hatujaweza kuja nao. Na naona kama hiyo ndio changamoto kubwa sana upande wa mabinti, unasemaje? Tuko nao. Wapo kwa hizi club. Lakini sasa kama leo representation yetu haijakuwa mzuri sana, manake hatujaweza kupata wanadada. Kuna wengine wako kazini. Of course masaa kama hii wengi wanatafuta riziki pia pande tofauti. Kweli. But tunatarajia mchezo pia ukiendelea kukua, hii itakuwa watakuwa wanapata chakula chao kutoka hapa. Wallahi bilahi. Sasa utaenda ufanye kitu pale. Sasa mimi nitamshikia mmoja wao pads pia. Mimi nataka niseme na huyu kochi. Nimekuwa mchezaji, nimekuwa pia kocha. Ama pale nianze na nani pale? Chukua mmoja pale. Chukua huyu coach kwanza Coach, naomba uweke kikomo kidogo kwa heshima. Ndio uje tuseme mawili matatu. Maana mikiki kishika utajisahau, tukute muda umekwenda na hatujasema. Mwanzo unaitwa nani coach wangu? Mwanzo naitwa Nyango Jared Angano. Mkaji wa Ruai. Jared, uliingiaje katika kickboxing? Hii kickboxing nilianza kuingia wakati nilikuwa na watch movie. Nikaona mtu anaitwa Van Damme. Huyo Van Damme alinifurahisha tu. Nikasema natamani kukua kama huyo mtu. Ni mtu hatari? Mtu hatari sana. So nilipenda tu yale anafanya.
Na ukaingia sasa na full full force na nikakuwa mtu wa kwanza kurepresent Kenya kickboxing all African Games Algiers. Sasa nataka tuanzie hapo. Yale mashindano ambayo umeshiriki ukiwakilisha Kenya, ukipeperusha bendera ya taifa, ni yepi na yepi, na umeshinda medali ipi na ipi? All African Games Algiers kuja na bronze. Lini? Bronze hiyo ni 2007. Aha. Yes, nikarudi nikaenda Scandinavia, Oslo, Norway. Nikakuja na silver, ilikuwa world championship. Tukarudi tukaenda Germany, Frankfurt. Nikakuja the same na silver. So from hapo sijui saitani gani ilikuja kickboxing ikadrop ikashuka tukakuwa tu straight tuko hapo. So juu ni kitu hii nilikuwa nimeipenda. Nikakuwa tu sasa naendelea tu nao mtaani mpaka sasa mali sasa imefufuka. Yaani sasa imefufuka sasa. Sasa ndio tunaendelea. Sasa unajiandaa labda kwenda mashindano ya Olimpiki sasa. Sasa mimi ni kama najiandaa kama mimi sasa mimi nasema mimi ni coach. Kama mchezaji, kama bondia, unakwenda kama kocha. Mimi naona wajibu wako mkubwa huko ni ukochi. Yes. Hata mimi nikienda nitaenda kama coach. Sitaenda kama player sasa. Lakini unaona kuna mabondia kutegemea. Wanaweza kwenda wakaiga mfano wako wakakuja nyumbani na nishani. Kabisa hata wewe umeona hao nimewashikia kama huyo Rasta huyo mwingine mfupi. Ni moja kati ya mabondia wazuri. Yes. Coach Jared. Yes. Huu mchezo wa kickboxing mtu anaweza kautegemea katika maisha, mkono kwa kwenda kinywani, watoto wakasoma, akalipa nyumba, akafanya maendeleo. Yes, unaweza tegemea kama umepata mali watu wanalipa. Hama wewe mali umefika unaweza kutrain kama saa hii sasa tuko na Kenya Police, tuko na jeshi ambaye saa hii kama mtu hapo mzuri anachorwa job. Inasaidia kimaisha. Sababu tumeona imechora marafiki zangu wengi kasi. Kwa tuseme hasa mahali mnafaidika sana ni kwa wanajeshi na kwa polisi. Yes, sasa hapo ndio tunawaidikia. Tena bado pia tukipata sasa game sasa kama saa hii tumekubaliwa kwenda Olympic ambaye 2024 ile ya Paris. Yeah, hii ya Paris ambaye saa hii kickboxing iko ndani ya kuenda na tumekubaliwa. Ambaye sasa hapo tuko na hope ya kuwa tunaenda kuwakilisha vizuri na tuko na timu ya kutosha. Kocha wangu, ni changamoto gani unapitia wakati unawafundisha hawa mabondia? Wakati changamoto ile napitia ni hizi equipment. Unaona sasa my equipment kuna wengine wamevaa wengine hawana. Vitu kama hayo sasa. Sasa kama leo hii kocha wangu kakutana na waziri wa michezo Babu ya Mwamba. Yeah. Utamwambia wasaidieje? Mimi nitamwambia tusaidie kwanza full equipment. Tuko na full equipment. Alafu bado tuweze kupata sponsors wenye wanatusaidia. At least ukienda pale unajua hiyo kazi unafanya. Ukiamuka unajua ni kazi unaenda. Lakini sasa hii ndugu yangu unaamuka bado unaenda kutafuta mijengo, alafu then ndio utarudi uende gym. Unaona? Inafika mali tu hata inakuwa ngumu. Hata wengi wamekata tamaa. Marafiki wale tumekuwa nao sasa, unajua once ukisakuwa na familia inakuwa mzigo kwako. Unaona, inakuwa mzigo. Sasa lazima wakule, lazima wasome. Utaenda zoezi. Uwezi. Utakwenda utafuta hela. Ndio hiyo kwanza. Lakini ingekuwa kama inalipa vizuri, ungeitegemea tu na mkono kwenda zoezi, unajua wewe ni bondia wa kulipwa. Kuna kitu. Nakwambia ndugu yangu, hiyo ndio life. Hiyo ndio life yangu. Na hiyo ndio imenifika. Hii imenifikisha mali mimi nimefika. Kickboxing ndio imefanya nikuwe hivi vile nilivyo. Wallahi. Aki. Mimi kickboxing imenichange life. Imekujenga. First of all imenichange. Imekubuild kabisa. Mimi nilikuwa mtu mbaya sana. Okay. Yeah. Sasa nataka niseme na bondia mmoja, nisaidie ile mic kubwa ya pembeni. Ulisema nianze na huyu Rasta. Huyu Rasta. Moja kati ya mabondia kutegemewa. Naomba ukaribie. Mabondia kutegemewa kabisa katika ulimwengu wa kickboxing. Ndo raha. Akuru. Kocha, unaweza ukakwenda ukafanyisha pale. Maana pale unahitajika sana kuliko hapa. Mambo ujishikie mwenyewe bomba. Mwanzo anza na jina lako, unaitwa nani? Na unipe ka muhtasari tu uliingiaje katika hii kickboxing hii. Kwa majina inua kabisa microphone. Kwa majina naitwa Richard Wanjohi Gunjeri. Mtoka Ruai, mkazi wa Ruai. Nilianza kutrain
Kickboxing napenda sana martial art. Nilianza kutrain kickboxing nikiwa class 5. Inua kabisa ndio usikike ngani. Nikiwa class 5. Kitambo kweli. Nimekuwa napenda martial art sana. Na imekuwa ikinisaidia juu kwenye nimetoka huko mtaani ya kutakiwa rahisi. Kwa hivyo bado vijana wamejihusisha sana na drugs kweli na violent. Sasa at least zoezi vile at least Ruai ilikuanga na inakuaga. Ndio nitembeanga nikutanga vijana sio wengi wanapenda zoezi hiyo mtaa yetu. Lakini inasaidia sana pia na mwili, pia discipline, pia heshima kwanza sana sana na tabia. Ndio maana napenda zoezi. Unapanga kufanya nini katika kickboxing? Yani ile ndoto unataka itimie siku moja useme pia uliwahi kushiriki katika mashindano labda yepi? Apart from zoezi ya mwili yangu tu na kiafya, pia na kucheza na games, niko na games. Niko tukipiga zoezi tuna prepare for game. Niko pia tarehe 25 next Saturday Nakuru. Na pia naweza taka sana niwakilisha hata Kenya, sio Ruai tu, juza hapa tu Nairobi wanga kule wakilisha tu Ruai. Game ikitokea lazima niwakilishe Ruai. Naweza taka sana ni pia mimi nikutesi Ruai peke yake na wakilisha Kenya. Labda katika Olimpiki na kuja Paris. Kweli. Ndio ndoto kubwa hiyo. Kweli. Kila nijione pale. Ukuja na medali. Wimbo wa taifa upigwe kwa heshima yako. Bana naweza furahia sana. Au sio? Tumepiga zoezi sana at least. Ndio uone faida ya mazoezi yako. Uone faida ya jasho yangu ile nikiwa nikiwa mdogo. Kweli. Kweli. Acha niseme na mwingine mmoja. Coach nipe mmoja hapo wa kusema kwa sababu muda pia umekwenda sana. Kauli moja angalau kwa heshima. Anza na jina lako ukiangalia hivi pembeni. Unaitwa nani? Na hii kickboxing imekusaidiaje katika maisha yako? Naitwa Roberto Carlos. Kickboxing imesaidia kwa discipline. Imenisaidia pia kuweza kutrain watu, kupata pesa nayo. Kuweza kuwa exposed kwa Kenya yote, the whole world. Ni mchezo mzuri na ni keep busy. Inua juu kidogo. Sasa labda unataka utimize ndoto gani mbali na kufundisha wengine kibinafsi? Kibinafsi na lazimia kwa one of the best kickboxers kwa Kenya, nicheze Kenya team kwa Kenya, kwa nchi za nje, pia kwa ulimwengu wote, katika ulimwengu mzima. Kuna mashindano umeshiriki ukashinda medali? Nimeshiriki katika championship na Nakuru Madison, kwa number 2 welterweight category. Pia nicheza kwa kickboxing opens kwa Barracks kwa namba 4. Unataka namba 1 sasa? Nataka namba 1 ndio nimebaki. Kila laheri, labda pia upate tiketi ya kwenda Olimpiki. Au sio? Hiyo ndio kilele kabisa, ndio juu. Ndio. Kila laheri. Asante. Rejea ufanye mambo yako. Kuna yule alikuwa anakuja, coach akamrudisha, ni huyo. Sasa endelea na huyo mwingine. Naomba uje, wakati unakimbia sana. Dakika moja tu ya kutoka uli, alafu nimalize na katibu mkuu ambaye ni Willy. Hapo ndugu yangu. Kamera ndio mbele yetu. Mwanzo unaitwa nani? Michael Hii kickboxing uliingiaje? Inua juu microphone kabisa. Nilitamani tu kucheza hii mchezo. Imekusaidiaje? Imenisaidia exercise. Nimekuwa na respect. Kikubwa ni nidhamu. Respect ile. Respect. Nisiona nikipiga watu huko nje. Unaweza utegemea mchezo? Siwezi nikautegemea, but naweza omba kupata mtu anaweza tu sponsor. Naweza shukuru sana. Tatizo kubwa ni hela, ule udhamini. Juu saa zingine unapata saa zingine tunaremewa juu ya unajua lazima uende pande nyingine utafute school fees, rent, alafu rudi. Chakula alafu rudi. Kila laheri. Asante. Kabisa. Willy, naomba tumalize maana wakati umekwenda sana. Geuze gia kidogo, muda umekimbia sana. Sasa mara hii naomba utumie hiyo. Nilikuwa nataka pia ushike nini kidogo sasa. Nataka utoe kauli ya mwisho tuende unionyeshe pale. Au sio? Kauli yako ya mwisho. Kiangalia hii kamera. Asante sana.
kwa kutupatia hii nafasi at least kuweza kukumbusha watu kuna mchezo wetu wa kickboxing. Kauli yangu ni kujaribu at least encourage watu wengi pia waweze kuja kutujoin kwa huu mchezo. Kuna tournament inakuja, itakuwa Nakuru, na hiyo ni next weekend tarehe 25. Tutakuwa tunachezea pale Madison, na kuna timu nyingi zinakuja. Kuna KDF wanatuwakilisha, kuna Ruai, kuna Nakuru wenyewe watakuweko. So kuna michezo mingi, kuna timu nyingi zinakuja kutuwakilisha katika huu mchezo wa team championship pale Nakuru. So nataka kila mtu at least aweze kuleta timu yake na kuja kushabikia. Kabisa. Yes, na la mwisho nataka Bwana Yoshua pia kuwe mmoja wetu. Naona weight yako kidogo lightweight hivi. Niko vizuri. Yani niko mwepesi lightweight. Ndio hiyo. Hapa twende nionyeshe. Kama tunakafunga. Kaa hapo pembeni tu iko sawa. Nakuja hapa. Kuja hapa. Nataka kuja ngumi kwanza. So hii right kuwekea pad na chapa hivyo right alafu left. Yeah. Okay. Right. Left. Kick. Alafu napiga kiki. So right left. Kick. Sasa ndio kickboxing. Kick. Kwa mwingine. Na huu pia. 1 2. Acha nianze vizuri. Nianze na hapa. Left, right, kick. Alafu sasa uchape left and then you go down. Una duck sasa. Okay. Hapo alafu unaenda chini na avoid kugongwa kichwa. So lazima unaenda chini. Hapo una avoid kugongwa kichwa then unachapa teke. Haya. So anza back, chini, kick. Yes, tena moja.